Ngoso, tuanzie hapo kwenye squad selection ya mwalimu. Katikati pale alikuwepo Mzamiru Yassin Said Selemba pamoja na Kagoma. Mwalimu aliona kitu gani mpaka akaona kuna ulazima wa kwanza hawa wachezaji wawili, ambapo baadaye alikwenda kuingia Lassana Kante? Lakini kulikuwa kuna hoja ya baadhi ya mashabiki mbalimbali wa Simba, kwa nini asicheze Anthony Mligo beki namba 3, halafu Nabi Kamara akacheza kiungo pale pamoja na Kagoma, ambapo baadaye baada ya kuingia Lassana Kante ilionekana kama eneo la katikati lilipata hueni kubwa. Kwanza watu wengi wanamkosoa mwalimu. Naam. Na hisi tunakuwa tunakosea kwa sababu mara nyingi hatuoni picha yake anayoitengeneza kwenye kikosi. Naam. Kwanza lazima tufahamu ndani ya hizi siku 3, manake ndani ya siku 4 hizi alikuwa na michezo miwili ambayo klabu ya Simba lazima icheze. Naam. Kwa lazima agawanye kiwango cha nishati kutumika ndani ya kiwanja ili timu zote, ili mechi zote ziweze kuwa na rhythm, lakini pia ziweze kuwa na nishati ya kutosha uwanjani. Formation yake kwa namna ambavyo yeye alipanga. Kwa nini alimpanga Mzamiru Yassin? Mzamiru Yassin ni box to box midfielder. Kama ni box to box, maana yake yeye ndo anaweza kumkamilisha Kagoma ambaye ni defensive midfielder. Lakini ukienda kumchukua Nabi Kamara acheze na Kagoma, maana yake unakuwa na defensive midfielders wawili, lakini unakosa attribute ya kiungo anayeweza kwenda kwenye karibu na box pinzani kwenda kutengeneza athari hata ya kuongeza idadi ya namba ya watu kwenye hilo eneo. Kwa hiyo mwalimu kuingia na Mzamiru halikuwa kosa, lilikuwa ni sahihi kulingana na mahitaji ya mchezo wenyewe. Lakini pia kwa nini Mligo hakucheza lakini akacheza Nabi Kamara? Kwenye eneo wakati Simba wanafanya wanamiliki mpira au wanafanya build up, walikuwa wanakuwa na watu watatu nyuma. Maana yake Nabi Kamara alikuwa anakuwa zaidi upande wa kushoto, katikati alikuwa anakuepo Chamu, afu upande wa kulia alikuwa anacheza na Deruko. Kwa hiyo tayari rest defense ilikuwa ina watu watatu, halafu juu yake ndipo alikuwa anaweza kaja anakuepo Kagoma aidha na Mzamiru washuke kwa ajili ya kupokea mipira, au ikitokea Kamara amepanda kwenye occasion moja moja, kwa sababu unajua average ni kwamba alikuwa anabidi abaki kwenye wale watatu, lakini pale ambapo inamhitaji yeye kupanda ndipo alikuwa anatengeneza mabeki wale wawili wanaobaki kama rest defense, lakini lazima kuwe kuna viungo wawili. Yani ilikuwa ni lazima ili pale inapotokea Kamara amepanda halafu mpira umeenda kwenye lile eneo la nyuma, basi kiungo mmoja aende akachukua ule mpira kule, maana yake aende akakaa ile space ambayo imeachwa wazi. Lakini kwa Kagoma pia upande wa kulia, kwa sababu pia Kapombe alikuwa na safari nyingi za kwenda mbele.